Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV Habari, na sasa tuungane naye Nizia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, TBS yahamasisha wazalishaji bidhaa matumizi ya vipimo vya metrolojia. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaeleza kuwa wito umetolewa kwa wawekezaji, wafanyabiashara na wazalishaji nchini kutumia huduma za shirika la viwango Tanzania TBS, hususan katika sekta ya vipimo metrolojia kutokana na kutambulika kwake kimataifa na mchango wake katika kukuza ubora wa bidhaa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, afisa mkuu wa metrolojia kutoka shirika la viwango Tanzania TBS, Joseph Kadenge, amesema kuwa metrolojia ni moja ya misingi minne ya ubora inayohakikisha usahihi wa vipimo katika mashine zinazotumika katika uzalishaji, akibainisha kuwa ubora wa bidhaa huanzia kwenye mashine zenye vipimo sahihi. Aidha, Kadenge amesema TBS ina maabara ya kitaifa ya vipimo, National Metrology Laboratory, inayotumika kimataifa kupitia shirika la vipimo duniani BIPM, huku pia ikiwa imepita ithibati ya umahiri kutoka taasisi ya SADCAS, hatua inayothibitisha ubora wa huduma zake na kuimarisha imani kwa wawekezaji. Kadenge ameongeza kuwa kupitia huduma hizo wawekezaji na wazalishaji wanapaswa kutumia fursa ya upatikanaji wa huduma za ugezi calibration nchini bila hofu, jambo litakalosaidia kukuza biashara, kuongeza ushindani wa bidhaa na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Sisi shirika la viwango kwanza tunawezesha biashara, na katika biashara kuna viwanda. Kwa hiyo sisi tunahusika sana kuwawezesha wawekezaji katika sekta ya viwanda, kuwawezesha wafanyabiashara kuzalisha bidhaa zenye ubora, kufanya biashara inayotambulika kimataifa kupitia vipimo sahihi. Tukumbuke ndugu zangu, tunayo misingi minne ya ubora wa bidhaa. Msingi wa kwanza unaitwa ni viwango, ama kwa lugha inayoitwa ni standardization. Ndio maana shirika letu linaitwa shirika la viwango. Lakini tunao msingi mwingine unaitwa conformity assessment body. Hapa TBS tunazo vitengo ambavyo vinahusika na conformity assessment. Tunazo maabara za kupima ule ubora wa bidhaa. Mamlaka ya usimamizi wa bima nchini TIRA imezitaka kampuni za bima hususani za maisha kuendelea kutoa kipaumbele katika kubaini bidhaa ambazo zitaendelea kuwafikia watu waliopo katika makundi yasiyo rasmi ambao wana uhitaji mkubwa wa bidhaa hizo, zikiwemo za hifadhi ya jamii. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mpango wa kutoa pensheni kwa wazee waliostaafu kupitia Sanlam Plan iliyo chini ya Sanlam Alliance Life Insurance, kamishna wa bima nchini Dr. Bagayo Sakware amesisitiza umuhimu wa kampuni za bima kuyafikia makundi yasiyo rasmi ili kupunguza msongo wa mawazo, hasa wanapofikia umri wa uzee ambao unahitaji kwa kiasi kikubwa huduma muhimu kama za afya. Na nimesema hapa ni matarajio ya serikali kupunguza stress kwa watu wazima. Na kama tuna watu wazima huku ndani na ambao watanisikiliza huko baadaye, ni vizuri kutumia mfumo huu wa bima katika kufanya uwekezaji ukiwa ni mtu mzima. Hatukatazi mtu kuwa na duka lake au na kuwa na kijiwe chake cha kufanya biashara, kwa sababu utu uzima maana yake uwe na kazi, lakini vile vile uwe na pesa. Kwa upande wake, Julius Magabe, afisa mtendaji mkuu Sanlam Alliance Life Insurance ukanda wa Afrika, amesema lengo la kuja na mpango huo ni kusaidia makundi ya watu wasio katika sekta rasmi kupata hifadhi ya jamii, hasa ikizingatiwa kuwa watu walioko katika sekta rasmi ni milioni 3 kati ya Watanzania milioni 60. Na product kama hizi ni suluhisho kwa hawa ambao wanashindwa kujiunga na mifuko rasmi ya jamii ili waweze kupata pension, lakini wana akiba yao. Kwa hiyo wanaweza wakanunua mpango kama huu wa Sanlam Plan na kujihakikishia kipato cha kudumu kwa maisha yao, hata baada ya wao kuamua kupumzika shughuli zao za kutafuta maisha. Kwa hiyo niseme tu tafiti zipo, lakini iko wazi kwamba sekta isiyo rasmi ndio kubwa zaidi nchini mwetu, na uzinduzi wa product kama hizi ama bidhaa kama hizi inakwenda kumlenga mtu yule ambaye kwenye sekta hayupo kwenye sekta rasmi ya hifadhi ya jamii.
Hata hivyo, kupitia mpango huo inaelezwa kuwa ni utekelezaji wa mpango wa serikali wa kuongeza wigo wa hifadhi ya jamii, hasa kwa kuyasogeza makundi yasiyo katika sekta rasmi, mpango unaosimamiwa na Mamlaka ya Usimamizi wa Bima kwa kushirikiana na kampuni za bima ili kuongeza pia idadi ya watumiaji wa bima nchini. Na chuo cha kodi ITA kimewakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya forodha, kodi na elimu kujadili uandaaji wa kozi ya uzamili katika forodha, hatua inayokuja wakati nchi ikipitia uhitaji mkubwa wa wataalamu wabobezi wa forodha hadi ngazi ya kimataifa, hali inayoathiri ufanisi wa sekta hiyo muhimu kwa uchumi wa taifa. Mkuu wa chuo cha kodi Isaya Jairo amesema kongamano hilo ni la kwanza kabla ya kuandaa mtaala ambapo wadau wataulizwa mapendekezo yao ili kuhakikisha wahitimu wanaokuja wanakidhi mahitaji halisi ya soko la ajira, na amesisitiza kuwa kumekuwa na kilio cha muda mrefu kwamba wahitimu wa vyuo hawakidhi mahitaji ya soko, na ndio maana wadau wa fani hiyo wameshirikishwa moja kwa moja katika mchakato huu. Lakini pia tunahitaji wachambuzi. Wizara ya Fedha inahitaji wachambuzi, lakini na Mamlaka ya Mapato inahitaji wachambuzi, na watu wanaweza kufanya kazi za forodha katika level za juu kama za umeneja, ukamishna, hata wizarani. Kwa hiyo kama chuo cha kodi ambacho kinajishughulisha na kufundisha taaluma ya kodi na forodha, ni jukumu letu kuweza kuandaa mtaala huo. Kongamano la leo linaitwa Stakeholders Consultative Workshop. Maana yake ni kwamba tunawaita wadau ili waweze kutueleza mtu ambaye anakuja kusomea hii kozi ya uzamili ya forodha anahitajika awe na stadi zipi za kazi, aweze kufanya nini akimaliza. Isaya ameongeza kuwa kozi hiyo kwa Tanzania ni ya kwanza na itakuwa na matokeo chanya kwa taifa na jamii kwa ujumla, huku akisisitiza kuwa baada ya kongamano hili la kwanza, rasimu ya mtaala itaandaliwa na kisha wadau wataitwa tena kuhakiki kabla ya kuanza kutumika rasmi. Washiriki wa kongamano hilo Kisamo Bakari kutoka Wakala wa Meli Tanzania TASAC na Muhimari Saidi kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA wamesema kozi hiyo itaenda kusogeza ufanisi na tija katika sekta ya forodha, na kwamba ushirikiano kati ya taasisi za elimu na sekta husika ni muhimu katika kuandaa wataalamu wanaohitajika na soko. Kwa muda mrefu kwa nchi yetu na ukanda wetu hatukubahatika kuwa na kozi ambayo inaweza ikaonyesha ubebevu kwenye hili eneo. Kwa tunaamini hichi ambacho kinaenda kufanywa na chuo cha kodi kitaenda kuongeza ufanisi kwenye tasnia nzima inayohusiana na masuala ya forodha, lakini pia kitendo walichokifanya cha kushirikisha wadau kwenye hatua hizi za awali kinaonyesha ile nia thabiti ya kuweza kujumuisha maeneo yote ambayo forodha inaweza ikawa inahusika kwa kiwango kikubwa. Kwa kweli ni jambo la muhimu na lina uhitaji mkubwa. Kozi hizi wengi wamekuwa kaenda kuzifuata nje ya nchi. Sasa zinakuja nchini hapa, wadau wahusika, wafanyakazi tunawakaribisha waje waendelee kupata elimu na kuongeza ujuzi kazini. Asante sana mtazamaji na Miriam Mlaponi. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.